أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءت ذكراهم. صدق الله العلي العظيم. Kabla ya kuingia katika nukta nyingine, leo nilikuwa nataka kuzungumzia masala ya alama za siku ya Kiyama, lakini kulikuwa kuna nukta ya kaburini ambayo nimeibakisha, taimaliza hii niunganishe. Katika masala ya mbano wa kaburi, kama unavyoitwa dhaghtatul qabr au dhammatul qabr, katika adhabu zilizoko kaburini ni kubano na ile kaburi. Katika mambo ambayo yachangia kiasi kikubwa katika masala ya adhabu ya kaburi ni masala ya tahara, ambayo niliashiria mambo kama haya, wakikusudia katika tahara masala ya mtu kutoikinga na najisi ya mkoyo au kudharau. Na nikapiga mfano katika darasa za nyuma masala ya kukojoa kwa kusimama kama ndia ambayo mara nyingi hupekea kutokuwa na kujilinda na masala ya najisi na masala ya tahara. Katika mambo ambayo huchangia mbano wa kaburi ni masala ya kwamba kusengenya, tabia ya kusengenya ni tabia mbovu katika Uislamu, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifananisha na kula nyama ya ndugu yako ambayo ni mbiti. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumu, apenda mmoja wenu kula nyama ya mwendani wake nduye ikiwa maiti, yakikatiwa kipande cha nyama aweza kuila, bila shaka mutatukiwa na jambo hilo. Kwa kadiri mnavotukia hivyo, ndivyo kwa kadiri mnavofanya wakati mkiwa mwasengenyana. Tabia ya kusengenya ni tabia mbaya, kwa sababu mbali na kwamba yaita fitna, yachangia watu kutokuwa wakweli na kutoambiana kweli. Hizi tabia za kuchana mato ambazo kisha ndio huchangia ikawa watu hunenana nyuma ya maungo. Ketio badali umone mwenzako, rafiki yako, nduyo ana tatizo, umkabili, umwambie wewe una tatizo hili,
umwelekeze, lakini utasikia atakasirika hata nini, kwa sababu taban mimi sitaki kulaumu upande mmoja. Malezi ya kwetu bado hayajatulea watu kuwatayarishwa kupokea nakdi. Pia mwenye kuambiwa pia huwa hako tayari mara nyingi kukosolewa, kukosoana. Tarbia yetu bado haijatutayarisha, na ndio utaona tabia za kwamba huzidi. Tukulia tu mfano, hudhuria mitingi, warsha, semina, mtu atana neno mara kitokando utasikia mimi pale alikuwa nataka kumjibu, lakini meona kimjibu taharibu mitingi. Taharibu mitingi yani, kwa sababu pale tumekuja mitingini, tumekuja kuambiana. Lakini kwa sababu gani? Huna ushujaa wa kumkabili, kumwambia, na mwenye kuambiwa hana moyo wa kuweza kupokea kukosolewa, ndio ukasikia mitingi taharibika, sababu akikosolewa atapaniki. Sasa kukitokuwa na hizi tabia, tukitokubali kuziunda tabia za uwazi za kuambiana na kukabiliana pamoja na heshima, siko kwenye masala ya kutukanana mimi wala kuvundiana heshima, kuambiana, itapunguza kiasi kikubwa masala ya kwamba na kusengenya, sababu hizi zitu za kuwa zapata nafasi wakati kukikosekana kukabiliana na kuambiana kweli. Kwa hivyo katika tabia mbaya ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi alizopokewa atuambia yachangia kiasi kikubwa katika adhabu za kaburi, ni tabia ya kwamba ya kunenana ovyo. Pia moya hii wanaume watakaoiangalie sana, mwanamume kumwepuka mkewe kistarehe. Bila shaka sisi tukirudi mara nyingi, hata watu kuambia mbona wanaume tu, utaziona hadithi nyingi zilioko Mwenyezi Mungu amkaripia mwanamke amkuliwao na mumewe akaiza. Baadhi ya hadithi zanena Mwenyezi Mungu amewalani musawifati. Tukamuuliza musawifati ni nani? Bali musawifati imetokana na neno saufa katika lugha ya Kiarabu. Katika lugha ya Kiarabu kuna sini, kuna na saufa. Mfano adhribu ni kupija, napija sasa hivi. Ukinena nitapija baadaye utatumia sini, saadhribu. Lakini wanena Waarabu sini ni ya baadaye ya karibu, lakini ikiwa baadaye ya mbali hutumia nini? Saufa. Tasema saufa adhribu, wenda nikapija. Sasa musawif ni ule, kama mtu mathalan umemkopesha deni, pia huonkuliwa musawifu, kwambia kesho kutwa yusawif. Na mwanamke alaaniwa akiwa na tabia ya taswif kwa mumewe, ndio laana Allahul musawifati. Mwenyezi Mungu awalaani wale wanawake ambao wana tabia ya taswif. Wakamuuliza Mtume, taswif nini? Akana ni ule mwanamke mumewe anayemamkua kwa haja, akawa humwambia ni yao, huitia mashughuli, humaliza kufagia, humaliza kuosha choo, humaliza kufanya kadhaa, hata yanasa rajul, mpaka mwanamume akaketi kitandani mpaka akatukuliwa na usingizi. Hadithi yasema malaika waendelea kumlani ule mwanamke usiku kucha mpaka mwanamume amke kwenye usingizi ule. Hasa ukitoa hadithi hizi watu kwambia na mwanamke akimtaka mwanamume naye mwanamume akiiza, mbona hakuna hadithi hizo? Fikiria yeo iko katika mambo hayo. Nimetaka kutaya hapa kuona si dini ya wanaume peke yake. Katika mambo yanayosababisha adhabu ya kaburi ni mwanamume kumwepuka mkewe kistarehe, kutomkamilishia mambo yake kwa muda. Sema wabtiadu rajuli an zawjatihi. Katika riwaya nyingine ambayo imepokewa Ali ibn Abi Talib katika al-Bihar, asema adhabul qabri, adhabu ya kaburi, yakunu minan namima, kwamba
kujitokeza, walbaul, na kukojoa kwa maana yani kutohifadhi najisi, wa azbu rajuli an ahlihi, na mwanamume kuifanya kama ni azib, kama hana mke na filhali una mke ndani ya nyumba. Hiyo husababisha adhabu ya kaburi. Keti wiki mbili, wiki tatu, mwezi, mwanamume hamtia kilini mkewe, sababu ule pia ni kiumbe, ana hisia, ana mahitaji kama wewe vile unavyohisia una mahitaji, na yeye ni kadhalika. Katika baadhi ya riwaya, na hii mpaka imekuja kwa baadhi ya masahaba, kama sikusahau ni Saadi sijui ni nani, alipokwenda kuzikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, muombeeni Mungu kidogo atapata tabu katika kaburi. Wakamuuliza maswahaba kwa nini, akasema alikuwa ana tatizo katika kuishi na mkewe. Iko hii riwaya imepokewa katika zitabu. Katika baadhi ya riwaya zatuambia katika mambo ni Saad bin Muadh. Saad bin Muadh, Mtume asema una suu khuluqin inda ahli, una tabia mbovu kwa mkewe. Mwanamume ambao huendesha nyumba kwa tabia mbovu, kwa baridi yabisi na ukali na kucommand na wengine kunyoshana mikono, wakatekea na advantage, hukwambia kuna na aya ya Qur'ani hukwambia mwanamke hupijwa, bila ya kuiangalia aya ile vizuri, ya waambia watu mwanamke hupijwa yeye, na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam zinavomtukana Muislamu mwenye tabia ya kupija, na wanazuoni wanavofasiri mwanamke akihiti hupijwa yeye, hupijwa kwa utambaa wa leso, hapijwi kofi wala hapijwi ngumi wala hapijwi konde, na yote haya ni haramu. Ni haramu kumpija mwanamke. Sasa tabia mbovu kwa mwanamke ni moya, yani kwa mume, kwa mkewe, ni moya inaosababisha adhabu ya kaburi, kwa mujibu wa hadithi iliyopokewa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Nyumba ni mahala pa maelewano. Sineni mimi watu hawakosani, wala usitasawar, tusiishi katika ndoto, tusifikirie ati watu kiwa huelewana, yao ukamwona mtu na mkewe huelewana ukafikiri hushuka kwa ya homo tu. Hazendi namna hiyo. Hakuna nyumba isokuwa na matatizo, hakuna mahala pasipokosana. Ndugu, marafiki, mke na mume, baba na zijana, mama na zijana, lazima kutagonganwa. Sampuli ya kuyameneji yale matatizo. Sikia mtu wewe umeteta na mumewe, hamuna habari nyinyi kama hawa watu watese, licha majirani hata walioko ndani ya nyumba hawayui kamwe kama mume na mke wamekosana, na wayua wenyewe wakati wataketi, watajadiliana, watakosoana, watatupiana maneno wao wawili, watarakibisha, watamalizana. Sio watu wamekosana, mtaa mzima hupata habari na mui mzima, mara yametukuliwa mpaka yamesikiliana kwenye Radio Rahma siku hizi, maana kaweza kutoka na Radio Rahma. Ala kulli hal, ukatangazwa yani, na baada ya kutangazwa ukasikia zile kashfa zinazotaianwa sasa, zinazoambianwa yani, ajibu Allah. Utastaajabu kesho kwamba mume ule na mke waweza kurudi kuketi tena kwenye nyumba na wakalala kitanda kimoja. Maneno wanao tabia mbovu ile, na ni mambo yanayosababisha adhabu ya kaburi, dhammatul qabr. Mtatosheka na mambo haya yanayosaidia, nende katika masala, je, kuna ndia au kuna uwezekano wa ule maiti katika maisha ya barzakh tulioyaita yale ya kaburini kufaidika na kunufaika na amali za walio hai? Haya ni mambo yana mjadala mrefu sana,
katika madhehebu. Kuna wanenao kwamba mtu akishakufa kuisha hakuna masala ya kumpekea khitima wala kumpekea tausia wala kumfanyia kadhaa kadhaa, na wazungumza. Na upande wa pili kuna wazungumzao kwamba la, anufaika. Dalili zatuambia nini? Mathalan, katika kuitumia Qur'ani au kutumia hadithi kuthibitishia baadhi ya mambo, kuna makosa sana katika utumiaji. Kuna ile aya iliyoko katika suratu Yasin, liyundhira man kana hayyan au litundhira, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin. Kuna watu mara nyingi wa mbembe uiweshe hii aya ukwambia bwana, Qur'ani imekuya liyundhira man kana hayyan. Nyinyi wenda kusomea maiti? Liyundhira man kana hayyan, ule aliyoko hai bwana. Lakini lao mtu angelijisumbua akaenda akaliua hili neno yundhira kwanza kabla hajaitumia hii dalili, akajiuliza maana ya indhar ni nini, kisha akajiuliza na maana ya kusoma ni nini. Aya haiko katika siyaki ya kutukataza kuwasomea maiti. Indhar ni kama kutoa mawaidha, tabshir kinyume chake, kubashiria pepo na kukhofisha moto. Kwa hivyo Qur'ani imeteremshwa iwabashirie pepo na iwakhofishe moto. Walioko hai, waliokufa itawafaa nini kiwakhofisha? Nenda katoe muhadhara pale maziarani, enda wewe darasani Ramadhani. Sasa ya wewe weka mimbari yako pale, mshekhe mmoja maziara ya wapi ya Langoni na shekhe mmoja maziara ya Mkomani, bila shaka tutakuona ni mtu na wazimu. Kauketizie uwatolea darasa wale maiti kwamba taka muswali, mkitoswali mtatiwa motoni, mtaka mufunge, mkitofunga ukieta kadhaa, kwisha alyawmu amalun wala hisabu wa ghadan hisabun wala amal. Wale wakati wa kufanya kwisha kwao, shafungwa account. Hata ukamkhofisha, ukamwedhea, ukampa mawaidha, yatamfaa nini? Ndio iliyundhira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin. Mtume ameambiwa wezi wewe kuwakhofisha ziziwi, maduko, hawasikii, utawaambia nini? Lakini haya hayana alaka na masala ya kuwafanyia mambo mema. Hatuwaedhei, hatuwasomei Qur'ani kuwaedhea. Tuisoma Qur'ani kutabaruk na Qur'ani. Na ziko baadhi ya hadithi moja maarufu tumeisoma sote mpaka tangu madrasa mpaka tumehifadhi, idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu. Mwanadamu anapokufa akaunti yake hufungwa, haingii tena chochote, amali yake imekatika, isipokuwa mambo mangapi? Matatu yaendelea kumpa kheri yeye. La kwanza ni nini? Sadaqatin jaria, ameata kitu cha sadaka ya kudumu. Sadaka ya kudumu ni vipi? Amefukua kisima, amejenga msikiti, amejenga madrasa, amejenga jabia, amejenga skuli, yani zitu ambazo akizianzilisha zaendelea kutoa huduma hata yeye kama amezikufa. Ameasis mambo ya kutoa huduma kwa umma kwa maana pana, ndio sadaqatun jaria. Mambo ambayo yana tabia ya kuendelea kwa miaka, yaendelea kutoa huduma, haya yaendelea kumpelekea yeye thawabu. Pili, wa ilmin yuntafa'u bihi, ameata elimu, ameata wanafundi, ameata zitabu, ameata miongozo ambayo yaendelea kuongoza watu, kuendelea kumpa thawabu. Au waladin salihin yad'u lahu, au ameata kijana mwema ambaye
humuombea yeye Mungu. Yani ule kijana mwema kama alipotuambia Nabii Allah Ibrahim katika Qur'ani, ambaye kila akiketi hunena rabbi ghfirli wa liwalidayya, Mola nisamehe mimi na wazazi wangu. Saa zote yuwakumbuka wazazi wake, akiwaombea Mungu, dua ile yamnufaisha ule maiti. Haya ni mambo, na ukiyatamali mambo haya matatu haya takadarasa peke yake, namna ya hoyo waladu. Gala hakunena mtumi na waladin yad'u lahu, hakwambia walad, amekwambia waladun, kijana mwema. Yani umemchokea, sio umemzaa tu, sababu waladu hupatikana kwa mujarrad wa kutia mimba, mwanamke kazaa. Lakini salih, kijana mwema, hupatikana si kwa kumzaa tu, kwa kumuyea na kuisumbua, na Mwenyezi Mungu akakutilia taufiki. Sababu pia si uhodari peke yake, wala si kuwa mwema peke yake, wala haitoshi mtu kuwa walii yeye na ni mtu mwema akawa ana guarantees jana zake hawatopotea. Tunao mifano kwenye Qur'ani. Kuna zaidi ya Nabii Allah Nuh, mane alipotea, mwisho akamamkua kwenye jahazi, ndo ingie kwenye jahazi, akamwambia sitaki kuingia baba, mimi mmepata kijabali kimeshikilia hapa, taziwia hapa. Angalia Nabii Allah Lut na Nabii Allah Nuh pia, wake zao Qur'ani atuambia fakhanatahuma. Kwa hivyo kuna na taufiki. Mara nyingine bidii tutaka tufanye, tarbia inaodori sinene basi ikiwa masala ya majaliwa basi nkumatia Mungu, barabara haziyei kijana, wala baraza haziyei kijana, lakini paka umuunde. Kwa hivyo ukimuunde kijana mwema ambaye ataweza kuwa ni sababu ya kukuendeshea wewe wema wako, asiwe atakuwa ni sababu ya kukuetea maovu badala ya kukuetea mema. Al-Imamu Ridha alayhi salam atuambia katika riwaya amezopokewa, ma min abdin, hakuna mtu zara qabra mu'minin, atakwenda kuizuru kaburi ya mu'min mwendani wake, faqaraa alayhi, akifika pale kaburini akamsomea inna anzalnahu fi lailatul qadri 7 marat, akamsomea inna anzalnahu mara ngapi? Mara 7. Illa ghafara Allahu lahu wa li sahibil qabr, isipokuwa Mwenyezi Mungu humsamehe yeye mwenye kusoma na ule anayemsomea. Yani kwanza wewe ile nafsi ya kuzuru kaburi, kabla hujaiangalia ni amali wataka kumpa ule maiti, kwanza ni somo kwako. Yani zaidi mimi naona mambo yale yatuhusu sisi tulioko hai, kama nilivyowaambia juzi, zaidi kuwahusu wale walioko ndani ya kaburi. Ndio ile hadithi anaopokewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akinena, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi fazuruha fa innaha tudhakkirukumul maut, ilikuwa nimewakataza kuzuru makaburi, lakini sasa nawaambia zuruni, kwa sababu munapozuru makaburi yatawakumbusha nyinyi kwamba kuna nakufa. Sasa iangalie filosofi ya Mtume, amlenga ule anayekwenda kuzuru, sio ule anaizuriwa. Na ukiona zile dua tunaofundishwa kwenda kuzisoma, kwamba ukiingia katika maziara waambie assalamu alaikum ya dara qaumil mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun, kwamba salamu alaikum nyinyi nyumba ya waumini, na sisi inshallah tuko ndiani tu yao. Sasa zitu kama hizi ukiwa wazinena sisi inshallah tuko ndiani tu yao, wajua maana yake, yani sisi inshallah tumehufa pia. Kwa hivyo mauti yako karibu, yatusimamia mbea mato, yatuweka sisi katika line. Tukitaka kutoka kwenye mipaka tukumbuka kuna nakufa, kuna nakuzikwa peke yetu. Imam Sadiq alayhi salam katika hadithi aliyopokewa atuambia 6 khisalin, mambo 6
yantafi'u biha almu'minu min ba'di mauti, muislamu aweza kufaidika nayo baada ya kufa. Baada ya kufa mambo 6 yamnufaisha. Kwanza, waladun salihun yastaghfiru lah, kijana mwema ambaye atamuombea maghfira. Wa mushafun yuqra'u fihi, msahafu unaosomwa. Yani hii yaingia katika zile sadaqatu jari. Yani umenunua miswahafu, umeweka wakfu msikitini, miswahafu ile umeitoa, waislamu waitumie kuisomea. Mahala usoma hizbu, kanunua miswahafu kaweka 3 4, ikawa itaendelea kutumika. Mswahafu ule kila unapotumiwa kusomewa na mtu, na wewe uloweka mswahafu kama ule utumike, una fungu lako. Wa qalibun yahfuruhu, na kisima, kwa kisima cha mai watu wanufaika nacho. Wa gharsun yaghrisuhu, kama nilivyowaambia juzi, umepanda mti, ambia miti sisi hula ya wazazi wetu na vijana zetu watakula yetu. Sinene kwamba mimi hupanda mnazi paka uwe tayari takanyaka 15 na mimi sasa yao niko 40 na tena gu kaburini, ina haja gani nimeze mnazi? Ina haja gani nipande mwembe? Sasa la, ziangalie zitu hizi ndio zinazoendeleza kizazi. Sisi hutumia walizojenga wazee wetu na walizopanda wao, na sisi tutakazo kupanda sisi na kuziandaa sisi watakula vijana zetu. Tena ikiwa mema ikiwa mazuri, kila mmoja atafawa na amali yake. Kwa hivyo wa gharsun yaghrisuhu, na mmea unaopanda ule ukaumeza wewe umekufa, watu huendelea kula. Sisi ungia mashamba tu, tukikata maembe tukila nini, watu wameachokea mambo yale, pengine hawakula hata embe moja. Yani yamepita tu hivyo? La, hayapiti hivyo. Lazima wana khairi yao wamezoifanya. Wa sadaqati ma'in yujrihi, au mtu ameweka mfereji wa mai ama sampuli yoyote hiyo ya kutoa sadaka ya mai. Mwisho Imam Sadiq amaliza na neno pana, funga zote. Wa sunnatin hasana, sunna yoyote njema. Umeasis kitu ambacho kimeweza kuwata mwendo mwema wa kuigizwa, wa kuendeleza, sunna kama ile itaendelea kukufaa katika maisha yako. Mtatosheka hapa na masala ya kaburi, na hapa itakuwa tumefunga bahthi katika nukta ya pili kuhusu masala ya alamul barzakh, ambao nimezungumza mauti na nimezungumza ulimwengu wa kufa. Sasa hivi nenda katika nini ya tatu, chawanyo cha tatu cha bahthi yangu, nayo ni kuhusu alama za kiyama, wanazoviita ashratu as-saa. Kwanza ni nini maana ya shart? Katika hii aya iliyoko katika suratu Muhammad aya ya 18, Mwenyezi Mungu atuambia fahal yanzuruna illa saa, wao hungojea kiyama, an ta'tiyahum baghtata, kiwailie ghafla hivi ndio waanze kufanya. Wale watu kuambia sisi watu wa last minute, sio watu wa saa za mwisho mwisho. Sasa tuangoja mpaka kiyama kimesimama ndio tuanze kufanya? Ikiwa mangoja hilo, Mwenyezi Mungu atuambia faqad jaa ashratuha, hamuzioni alama za kiyama tayari shasimama? Faqad jaa ashratuha. Sasa hapa kumetumika neno ashrat ambao ni wingi, moya yake ni shart. Lakini neno sharti katika lugha ya Kiarabu lina maana mawili. Kuna sharti inaokusanywa kwa ashrat, wingi wake. Kuna na sharti inaokusanywa kwa shuruti, kama pale unaposoma katika fiqh ukaambiwa shurutu salati, sio sharti za swala. Ile si sharti hii tunaoizungumza hapa, ile ni shartu ikikusanywa kwa shurut. Hii ni tunaoisoma sisi ni shart inaokusanywa kwa ashrat, inamaanisha alama. Sharti ya ashrat
inamaanisha nini? Alama. Inakuja kwa wazni wa sadaf, sharat, si shartun kwa sakana, haitui sakana re, inasomwa sharatun, ashrat. Alama Mwenyezi Mungu aziita ashratu saa kwa nasi ya Qur'ani, si mustalah wa wanazuoni, ni mustalah wa Qur'ani. Anena fahal yanzuruna illa saa an ta'tiyahum baghtata faqad jaa ashratuha, zimeshakuya alama zake. Mzioni alama za kiyama? Ndio wanazuoni sasa wakaeka mlango katika wakisoma kiyama wauita ashratu as-saa. Ashratu saa ziko sampuli mbili. Alama za kiyama ziko sampuli mbili. Kuna alama za kiyama ambazo zitatokea kabla ya kiyama kwa muda, yani hazisuhubiani. Kama mwanamke mathalan, tupige mfano kweta picture karibu. Mwanamke akitaka kuzaa, kuna alama za kuzaa, na wao wanawake wenyewe waweza kujua, lakini mwanamke hususa akiwa shakuwa na experience, pengine mimba ya kwanza aweza sitambue, lakini akishakuwa amezaa mimba 2 3 aweza kukwambia tungu umeanza kutoka usiku, lakini ulikuwa umeanza taratibu taratibu. Pengine baina ya kuanza alama za kuona muhuzaa yeye kwaweza kutukua mara nyingine hata siku 2, hata siku 2 za kutukua kwa muda. Kisha kuna mambo ambayo hayo yakiwa hufuatana kabisa na nani? Na maana hayatukui gap, kama masala ya kuvunda tupa. Elewa ninao wenyewe, akishakuingia kwenye marhala ya kuvunda tupa, yani kijana ameze kuzunguka, ndiye ishatayarishwa kama nilivyoeleza juzi. Sasa maana hutoka zile, hufuatana. Sasa alama za kiyama pia ziko sampuli mbili. Kuna alama za kiyama za kwambia karibu kiao, hakiko mbali. Kuna na alama hizi zitakuwa zifuetene nacho, zikia hizi ndio maana huzaliwa, kama masala ya kuvunda tupa. Sasa na Qur'ani imeshiria zote mbili, sisi tutaanda yao za kwanza, alama za kiyama ambazo za tabiri kukurubia. Moja ni kutumilizwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambao nilieleza hii yeye mwenyewe aliponena bu'ithtu ana wasaa kahatain, nimetumilizwa mimi na kiyama kama zanda hizi mbili, yani tuna muda tena. Na nikaijibu ile swali ambayo watu waweza kuiuliza kwamba mwaka wa 1430 sasa kutoka atumilizwe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, huo karibu wa kiyama uko wapi? Vipi maneno haya? Na pengine mtu akaanza kufanya na shaka na hii hadithi. Nikaijibu nikanena kwamba ukaribu wa yambo huangaliwa na utokapo. Atokao Mombasa akisikilia Mkunumbi hunena amu haiko mbali, sawa? Atokao Mpeketoni akisikilia Mkunumbi hunena bado kukali mbali. Sisi tumeelewana vizuri sana. Sasa uangalie tutokapo ulimwengu huko nyuma, kutoka Nabii Allah Adam ndio nikanena fanya kutoka akitumilizwa mtumi kiyama bado miaka 2000, taka zaidi ya hapo engeza tena na 600, tutaendelea. Lakini huku ulimwengu nyuma umeishi miaka 1000 ngapi? 20 30 sijui mimi. Sasa ikiwa katika miaka 1020 na 30 kumebakia miaka 2000, si kiyama kiko karibu? Kulingana na ukiangalia ule muda wote uliopangiwa. Nikapiga mfano, mtu amezopangiwa kuishi miaka 70, akifika 60 bado 10 kufa, atanena mauti yako. Lakini ukiangalia miaka 10 utaiona mingi, lakini yeye akiangalia 10 akiilinganisha na 60 imezopita si mingi tena. Hivi ndivyo Mtume alivyokuwa maanisha. Alama ya pili Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani ni inshiqaqul qamar, kupasuka mwezi. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar, kiyama kimekurubia. Na katika alama za kukuonesha kiyama kimekurubia ni mwezi kupasuka.
na hii mada ndefu nikitaka kuizungumza. Ushapasuka umwezi ama bado? Baadhi ya wanazuoni au wengi katika wanazuoni wasema ushapasuka, na ulipasuka wakati wa Mtume ukagawanyika zipande ziwili mwezi, kisha ukarudi. Ni katika miujiza ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo haya ni mambo marefu nikitaka kuyangia kuyazungumza, kuyathibitisha mambo kama haya. Lakini kwa mwenye kutaka mambo haya zaidi, hapa kunapozungumzwa hii kwenye suratu Iqtarabat, wanapozungumza inshaqa al-qamar, wasema Makuraish walimchallenge Mtume, wakamwambia kama ni mtumi kweli wewe upasue mwezi, na ukapasuka mwezi ukagawanyika zipande ziwili, kisha ukarudi ukaungana mwezi ule. Haya ni masala ya tarikhi marefu, yataka kufanywa upelelezi. Alama ya tatu niko katika chawanyo cha kwanza, kuna gap baina hizi alama. Ni siku mbingu zitakao kuweta moshi mwingi. Tumeisoma sura katika Qur'ani ya mkuli wa dukhan, suratu Dukhan, ambayo inshallah katika usiku wa Ihyai Lailatul Qadr ya 23 pia ni katika sura ambazo ni sunna kuzisoma. Suratu Dukhan imeitwa suratu Dukhan kwa sababu ya hili ninalolieleza sasa, na neno dukhan ni moshi. Moshi kama ule umewasha moto, ule moshi utokao Kiarabu waitwa dukhan. Hata isigara huitwa dukhan, hata kile kitendo cha kuvuta sigara huambiwa tadkhin, imetokana na neno dukhan. Katika suratu Dukhan Mwenyezi Mungu asema fartaqib yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha adhabun alim. Irtiqab ni kama pale watu usiku wa 29 wa Shaabani au 29 wa Ramadhani waonapo watu wote wale wapende sakafuni, wale wapende kadhaa, kila mmoja hufanya ile ni irtiqab, sawa? Nini husotea, huzengewa mwezi, yani wazengea kitu. Irtiqab ina maana yani subiri, usiwe na haraka, atakuilia hapo hapo ulipo. Hasa Mwenyezi Mungu atuambia fartaqib, ngojeni tu. Yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, siku mbingu zitakao kuweta moshi ulio wazi. Moshi huu yaghsha nasa, utafinika watu wote ulimwenguni. Hadha adhabun alim, hii itakuwa ni adhabu yenye kutia utungu, haiyatokea kulingana na wanazuoni, na nitakuja kuwasomea baadaye baadhi ya hadithi zitakuja kufasiri mambo haya. Kwa tokea kidogo kidogo, kama mmewahi kusikia ile volkano iliyopiga juzi, ilipiga sehemu za wapi? Ilikuwa ile ilokasirika ikawa yatoa moshi mpaka ikasimamisha safari za ndege kwa wiki 2, sijui ni wiki 3, Iceland, na ikawa imeweka moshi, wasema ni masafa kadhaa ambayo yalifinikwa, kawa mpaka hakuwezi kunini. Ni sehemu lakini katika ulimwengu, si ulimwengu wote, ni katika sampuli zile za dukhan. Sasa sijui dukhania anayozungumza Mwenyezi Mungu hapa itakuwa ni volkano zimekasirika huko chini ya ardhi zitoe hono moshi, au ni ile moto kama juzi tumeona Russia, moto ulivyowaka na mitu masafa kadhaa na eneo lile lote likafinikwa moshi. Zile ni sampuli. Hunu utakuwa wa ulimwengu mzima, si wa mahala fulani, sababu manena yaghshan nasa, utafinika watu wote. Kitakapo kutokea moshi huo ni katika alama, sio kiama kimesimama, kiko karibu, hakiko mbali tena. Katika alama kwa mujibu wa Qur'ani za kiyama
ni kudhihiri hoyo Yajuju wa Majuju, ambao nimewahi kuizungumza fikra ya Yajuju na Majuju makayuzi au kabla ya makayuzi katika darsa za Jumaa nilipokuwa nikifasiri suratul Kahf, tuliposikilia kwenye kiswa cha Dhulqarnain. Tuweza kuzirudia kwa urefu, kaseti zake ziko, sababu hawa inna Yajuja wa Majuja, wale walipokwenda wakamwambia Dhulqarnaini, hututoa ruhu yetu hawa, ule akawajengea katika jabali akawaziba, na akawaambia hawa watabaki hapa mpaka siku kutakapokuya zilizali zile hizo na nini na majabali ya peperuke, watatoka hawa. Taban sasa kuna nganu, kuna na hadithi nyingi hapo, watakuwa hula majumba hula nini. Hayo ni masala yataka tahqiq. Qur'ani haiko wazi sana katika masala haya. Na je, Yajuju wa Majuju ni watu wawili, yani mmoja huo mkulu wa Yajuj na Majuj, ama Yajuj na Majuj ni mataifa mawili yalikuwa yakitesa watu, yakaangamizwa yote, yakafungiwa kwenye majabali? Kuna mijadala mirefu kwa wanazuoni, lakini katika alama za siku ya Kiyama ni Yajuj na Majuj. Sasa hivi kuna mwelekeo, kama kuna CD kama mumeiona imetengenezwa na vijana kutoka Amerika, waita Arrival. Sijui kama kuna mtu amewahi kuiona hii CD. Taban sitaki itukuliwe hii CD kwa kama ni dalili za kutosha. Ni vijana wa Kiislamu wamejaribu kuziunda zitu na kuzikusanya dalili na kuileta fikra mfano ya Dajjal, ambao pia ni katika masala ya alama za Kiyama. Dajjal nasikia atakuja Almasihu ad-Dajjal, sio ambia atakuwa anaito moya. Wao hawa wameitengeza hii CD, nafikiri iko, sijui kama jamaa hawanayo, na kama wanayo mimi nayo, naweza kuwatafutia kopi zake. Wamekuja kuiteremsha system ya ulimwengu leo yote katika hadithi na kukuonesha Dajjal ashakuja. Bazungumza zitu zingine zikubwa, sema sitaki kuunga mkono fikra ile moja kwa moja sababu yataka bahati. Mfano tu hii dola unaitumia, ukizungua kwa nyuma dola moja ile ya note, kuna rams wanaitumia inaito moja nyuma ya ile dola, kuna ito moja. Wamekwenda wameztukua kila zituo muhimu zilioko Amerika, wapi ambazo zamaanisha ile kucentralize ile power ya Amerika na super power, zote zina alama za ito moja. Wakuonesha kwenye CD majumba manini, mpaka sehemu ya nembo fulani wanazotumia, beji katika kila kitu, mpaka katika ubunifu architecture yao wanavyojenga, bila ya kujua au kujua, huja wakaileta wakakuonesha kuna nini, kuna ito moja. Hii ni manhaji iko, na ni vijana tu barobaro wamefanya kazi hii kuithibitisha kwamba huyu bwana asimemeo sasa hivi ndio Dajjal. Yani bwana wakikusudia ni super power inaohukumu ulimwengu ikiongozwa na Amerika. Hizi ni fikra ziko za kujaribu kuiteremsha masala haya ya kina Yajuja na Majuja na Dajjali kwamba si watu, it is a system, si mtu fulani kwamba tuamngoja. Na yale masala ya itomoya na nini, wasema zile zote ni signs, ni lugha za sign, kama lugha za miraji. Mtume alipita mahala akamwona ng'ombe amevuya kwenye tundu, kisha hupijana namna ya kurudi, hawezi kwenye ile tundu, namna alotoka. Akamuuliza Jibrili, ni nini hini? Akamwambia, ni huyu ni mtu aweza kunena neno kubwa, kisha likaeta baranganisho, likadanganisha, akesha kutaka kujaribu kulirudisha, halirudi tena, lishatoka. Sasa utazikuta ni lugha za signs.
So ukienda wewe kwenye miraji ukaenda uzengia ng'ombe, uzengia tundu, alipita tundu ipi na alikuwa mahala gani alipopita kwenye ile ndia, zile ilikuwa ni zitu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuoneshwa alikioneshwa ile mifano. Au wale watu wana ndimi hutoka zikikatwa, kila zikikatwa hutoka nyingine, kila wale washishie makasi kazi yao hukata tu, hawachoki. Mtume akamuuliza Jibrili, ni nini hawa? Akamwambia yeye, hawa ni wale wapendao kwamba watu na kunini, yani mifano. Au yule alikuwa uweshe nyama chungu, imepikwa kwa uzuri, nyama tamu, imeviva, akawa huata akaenda kitunda nyama mbiti ya uyusi nukawa kila. Mtume akamuuliza Jibrili nini? Akamwambia bwana, hawa ni wale watu wana wake zao wazuri ndani ya majumba, hutoka wakawata wake zao wakaenda wakatafuta wanawake wachafu nde wakazini nao. Sasa hizi ni lugha za science. Sasa je, na masala ya Yajuja na Majuja na Dajjali ni science tu ama ni watu kweli? Kuna mijadala mirefu sana haya mambo. Nakumbuka kuna mwanachuoni mmoja aitwa Saib, nafikiri Abdulhamid Saib, kiko hapa maktaba, kitabu chake ametunga karibu kitabu peji 600 na kitu, aijadili fikra ya Dajjali peke yake, akitakhaswa jina lake Al-Masihu Ad-Dajjal ni nani. Kwa hivyo katika alama za kiyama ni Yajuja na Majuja, ni kwa alama za chawanyo cha kwanza. Katika alama za kiyama ni kuja Nabii Allah Isa alayhi salam, na riwaya ziko wazi katika Sahihul Bukhari, katika Sahih Muslim, katika kitabu kadha wa kadha, zathibitisha kwamba Nabii Allah Isa, kwa imani yetu sisi Nabii Allah Isa hakufa, sio wama qataluhu wama salabu, hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walifananishiwa mtu mwingine wakaenda wakasulubu mwingine, bal shubbiha lahum. Kwa hivyo kwa imani yetu sisi Isa hakusulubiwa msalabani wala hakufa, bali rafa'ahu Allah, bali Mwenyezi Mungu alimwinua akamtukua. Uko wapi, huishi vipi na nini, haya ni masala yako juu ya uwezo wetu sisi kama binadamu, lakini uko kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Yuwafanya nini, ana kazi gani, yeye Mwenyezi Mungu ndio ajua, na atarudi. Sababu kipindi cha the end, yani ulimwenguni mwisho, mambo lazima yote yatawekwa wazi wazi, kila mtu ataitewa hoja yake, na Nabii Allah Isa atakuja kwa sababu ya Wakristo kuwaambia sipo hapo mlipo, sipo hapo mlipo. Ingawa atakapokuja yeye itakuwa tayari Imam Mahdi ashadhihiri, kama inavyotuambia Sahih al-Bukhari, kaifa bikum idha nazala ibn Maryama wa imamukum fikum, itakuwaje nyinyi siku Ibn Maryam akiteremka, yani Isa, na imamu wenu tayari mko naye tayari. Kuna baadhi ya riwayati watamtanguliza kuswalisha Nabii Allah Isa, atakataa kuswalisha, atanena ummati huu Muhammad hauongozwi na asokuwa katika umma huu maimamu nyinyi kwa nyinyi. Iko baadhi ya riwaya zazungumza namna hiyo. Kwa hivyo Nabii Allah Isa atakuya, na baadhi ya riwaya tasema Nabii Allah Isa ndiye atakayekumuua nani, Al-Masihu Dajjal. Sasa ikiwa utamfasiri ni mtu, atakayekumuua ni yeye. Ikiwa utaifasiri ni system, atakuja kuiangusha ile. Na bila shaka yawezekana fikra ya wale vijana ni kwamba, na ukiangalia hii system imekuja imeutukua Ukristo, ingawa si Wakristo hivyo wao pia, lakini yajihami kwa Ukristo, sababu ukoloni umetembea katika bridge ya Ukristo muda mrefu sana, usukuma Ukristo ukawapelea ndia, ndio na wao wakaingia. Kwa hivyo Nabii Allah Isa aweza kuja kuwavua nguo kwamba sivyo nyinyi, wala Isa mnayemfuata si huyu, wala hawapeki hivi. Yaweza pia maana ya kuwaua ni hiyo. Hayo ni katika alama za kiyama. Katika alama za kiyama kutatoka mnyama atakuwa huzungumza na watu. Haya nitakuwa kuyazungumza kesho sana. Mnyama, hii Qur'ani yazungumza. Asema wa idha waqa'a alqawlu alayhim, suratul Naml, wa idha waqa'a alqawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum, tutawatolea mnyama katika ardhi awe huzungumza na wao. Sasa pia pengine mufasiri anaweza kukwambia ni hizi zombo zizungumzao na sisi leo, ama ni mnyama, ni TV hii zungumzao na sisi leo, ni robot huyu amezotengezwa yeye akawa ni mtumishi ndani ya nini,
ndani ya nyumba, na ikawa wewe hunena naye na ikawa wewe humpanga kukuoshia zombo na kufanyia kadhaa, ama ni mnyama kweli? Inshallah tutakuja kuyajadili kwa urefu insha Allah taala kesho, tumalize zitu kama hizi. Hizo ni baadhi ya alama za siku ya Kiyama, na maswali mawili ambayo yaweza kuwa ni moja. Wewe anambia mimi swali langu ni, ikiwa siku ya kufa malaika watamtolea bishara binadamu kama ni wa peponi au wa motoni, mbona watuambia siku ya kufufuliwa mtu huwa ana babaiko na wala hajui hisabu yake? Swali la kwanza. Swali la pili, na kuna haja gani tena ya kuhisabiwa? Kwa sababu nimesoma la pili laungana la kwanza. Na kuna haja gani tena ya kuhisabiwa ikiwa mambo ni hayo, mtu ashajijua alipo? Yani ndugu yangu anayeuliza ajenga swali lake katika msingi huu kwamba alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Tumenena wale walioamini na wakakita katika imani yao wakawa na msimamo, siku ya kufa watateremka malaika wawaambie wasiwe na huzuni wala wasibabaike, na watawapa bishara ya pepo na. Sasa huyu anaambia mimi, ikiwa mtu ashapoa bishara siku ya kufa wema wa peponi, ina maana gani siku ya kufufuliwa ababaike tena huyo? Kwanza. Pili, ina maana gani kupekwa hisabuni? Si ashajua result zake? Mimi nitalijibu kwa njia mbili swala hili. Swala la kwanza, mathalan wewe umefanya mtihani, umeyua kwamba mimi nishapata sawa mpaka hapa, ina maana gani siku ya praising giving day kwenda kusimama ukaipokea certificate yako pale? Sawa mpaka hapa? Ina maana gani siku ile ya hafla ya mtihani? Ushajua mimi yangu nini? Ni si mara nyingi huwa zimeshatoka result kisha praising giving day ikafanywa pengine baada ya miezi 3-4. Sasa wale ambao wamefanya form 4 ama standard 8, waiona ina maana yoyote ile? Huioni ina raha yake pale unaposimama mbele ya watu wewe ukatangazwa kwamba wewe ndo number 1 katika skuli yetu? Huioni ina raha yake hiyo? Huioni kuna watu walikuwa wakikukera hapa duniani wataka kuwaonesha kwamba pale nilipokuwa mimi ndio pasawa, nyinyi mlipokuwa kwa makosa, kwa sababu hisabu itakuwa pariwanja kwa watu wote? Huoni kwamba kuna watu wengine watakawaiwane? Nimenena mimi hisabu ya siku ya Kiyama hakuna hisabu za chemba, sawa? Koti itakuwa parwanja kutoka Nabii Allah Adam mpaka ule wa mwisho atakao kuhatimisha ulimwengu, watu atakuwa nani? Wote siku hiyo kila mmoja umejepa, umezini, umeswali, mambo yote parwanja, kila mmoja atajua hisabu ya ndani wake, mambo yote yatawekwa wazi. Kwa hivyo iko haja ya hisabu kwanza kufunua wazi na kuthibitisha uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwafahamisha watu wengine, mwangalieni huyo alikuwa mwema ampata nini. Kuna nini nyingi. Ama masala ya zibabaiko, narudia tena yale ya yana stage hizi, nani ambao kwamba sasa yao mathalan hayui kwamba kuna mahala fulani ukishakupita hakuna matatizo tena. Mahala fulani ukishakupita hakuna matatizo gani? Kitoe chombo mlangoni, umepewa guarantee chombo kitatoka mlangoni. Tujalie Mungu amekuletea wahi, maana pengine guarantee ya binadamu itakuwa haina uhakika. Tujalie Mungu kwa ndia moya ametuambia bwana, tokani na chombo chenu na mtapita salama pale mlangoni. Kukiruka wimbi pale mlangoni, kwa sababu tuna hakika tutatoka salama, hatutobabaika? Bila shaka utababaika, ingawa katika kubabaika kwetu tutakuwa tubabaika kwamba tuna hakika dakika 5 tusisahau tumeweza kufanya nini, tumeweza kupita.
Kwa hivyo ile tabia ya kufufuliwa, hata kama mtu ana hakika yeye mwa peponi, tukubaliane, ana hakika mwa wapi, lakini zile mbio na watu namna watokao katika ardhi kama pandi, ile mandhari ya kutoka katika kaburi ni kama mtu amezoinuka usindizini na kibabaiko. Na je, utayakumbuka yale walokupa bishara wale malaika? Sijui mpaka hapa utayakumbuka pia. Maanake huyu ametukulia ni kwamba wewe ulikuwa katika alamul barzakh, ulikuwa ni ulimwengu wa kiruhu, kisha umerudi, wafufuliwa, ruhu yako yarudishwa kwenye. Na Aflatun anarai kwamba hii ruhu ikiepukana na mwili, ikirudi ikibandikwa kwenye mwili, husahau yote ilokuwa ikijua kabla haijakutana na nini, na mwili. Sawa mpaka hapa? Sasa wewe pale ukifufuliwa, utakumbuka kwamba malaika siku ya kufa wanipa bishara? Ni maswali haya watu wataka wafanye nini, wajiulize. Nitakupa mfano. Lala tuagane, lala uko usindizi usiku, kabla huyalala nikwambia bwana, tutakuya kukushtua usiku. Sawa mpaka hapa? Tutakuya kukushtua usiku. Umeze kuyua? Mmeze kuyua. Lala usishtuke basi tutakapokuya. Kisha wewe umelala kwa usindizi, ukiamka ile ukishtuka usindizini, umeona jamaa wawili wamekufanya nini, wamekusimamia mfano wa vena madude ya kutisha na nini. Uangalie namna utakapokutoka mbio pale chumbani, pengine utapiga break infection. La haula, hawa walikuwa wamenambia watakuya kunishtua. Lakini atukiamka tu kwa najua watakuya kunishtua. Ule usindizi utakusahauzisha mara nyingi yale uliokuwa umezungumza kabla ya kulala. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum.